Shalom, shalom, shalom mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Ninaye furaha ya kumshukuru Mwenyezi Mungu tena, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wetu mwaminifu asiyebadilika. Alivyokuwa jana na ndivyo alivyo leo. Mtoto wa Mungu, ikiwa leo ni Jumatano tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025, kama wewe unatambua kwamba umeona saa hii au siku hii au mwanga huu ni kwa neema na rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu, ninakualika kwa moyo wa unyenyekevu uweze kuungana nami, twende tukamwambie Mungu asante. Tumwambie Mungu asante. Tuombe. Baba mtakatifu sana, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana ili tuweze kulitukuza jina lako. Tunayo sababu ya kusema asante kwa kuona pambazuko za leo, maana tunaelewa kwamba hakuna jambo bora tumefanya kuwazidi ambao wamebadilisha majina na kuitwa marehemu, ila tunaelewa ni kwa rehema na fadhili zako zinazodumu. Uongezeke nasi tupungue, uongezeke nasi tupungue, uinuliwe juu nasi tushuke chini. Na ndio maana ninakuomba basi ukatukubali tuanguke kifudifudi chini ya msalaba wako mtakatifu. Tunaileta mioyo yetu, maana tunakuja mbele zako hivyo tulivyo. Tunaomba utufanye utakavyo, tufinyange kwa damu yako ya thamani. Weze kutuosha, weze utusafisha, weze utuweka huru, nasi tutakuwa huru kwa damu ya mwana wa kondoo, kwa damu yako Bwana Yesu. Tunakisogelea kijito cha utakaso, tunasogelea bomba inayotiririka masaa 24 kwa 24, ili tuweze kuoga, ili tuweze utakasika, na hivyo tuweze ustamiri mbele zako Bwana Yesu. Asante kwa damu yako ya thamani. Neno lake nasema kwamba ukituweka huru tunakuwa huru. Nasimamia neno lako katika Injili takatifu ya Yohana sura ya 8 mstari ule wa 36. Unasema Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kabisa. Basi nasi tumefanywa huru kwa damu ya mwana wa kondoo. Hivyo tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu, Roho mwangaza, Roho kiongozi, Roho rafiki wa ukweli, uweze tuongoza na kutuwezesha. Karibu ukaratibu maombi ya leo, sala zetu, huduma ya leo. Tawala Roho Mtakatifu fikiria zetu, mawazo yetu, kila tunaolifanya lote tawalewa na wewe. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante Roho wa Bwana, maana utakuwepo kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya kufungua, kwa ajili ya kuweza kufariji, kwa ajili ya kurudisha furaha tena wale ambao wamekufa moyo, ukurudishia amani wale ambao wamekosa amani, kuweza kuwaganga na kuwaponya wale ambao wamekata tamaa. Asante Roho Mtakatifu. Basi Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, nami niko mbele zako, sio kwa ajili ya mazoea wala sio kwa ajili nionekane, lakini kwa ajili uonekane katika neno lako, ili wewe ongezeke nami nipungue. Nitumie kama umekusudia kunitumia katika siku ya leo, ili sifa na utukufu viweze kurudilia. Milango ya kuzimu imefungwa kwa jina lako Bwana Yesu. Nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina.
Shalome tena, mtoto wa Mungu toka pande nne za dunia. Ninamshukuru Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wetu asiyebadilika. Tena ninakushukuru kaka na dada, wewe ambaye uliweza kuniombea katika safari ya kuelekea Afrika kuacha watoto wa yatima na kuacha kuzungumza na watumishi wa Mungu na kufanya huduma popote ambapo ilikuwa takiwa niifanye. Basi ninakushukuru kwa maombi yako, huduma ilienda salama na kile chochote Mungu aliyokuwa amekusudia nikifanye nimekifanya. Basi nina jambo ya kusema asante, ambaye niongoza na kunirudisha tena akanifikisha salama huku Elopa. Lakini usinyamanze kimya, maana huduma zinaendelea, maandalizi yanaendelea, safari zinaendelea kwa ajili ya Injili. Endelea kuniombea usiku na mchana. Na washukuru nyinyi mnaoniombea, mnaonifahamu na wale wasionifahamu, lakini wananiombea usiku na mchana. Na washukuru pia wale wanaoniombea wakaniunga mkono, wakaonesha kwamba tunashirikiana, wakaonesha kwamba maana siniko peke yangu, lakini tunaungana katika huduma ninayokwenda kufanya, ikiwa kwa ajili ya Injili, kwa ajili ya kuhudumia watoto wa yatima au maskini. Nasema Mungu aende kuwabariki, msipungukiwe wala msichoke. Mungu aende kuwatia nguvu. Hiyo ndio kazi tuliyoitiwa katika maisha yote tunayoyaishi hapa duniani au hapa ulimwenguni. Mungu awabariki sana. Ninawaombea Mungu aende kuwa pamoja nanyi, Mungu aende kuwatia nguvu, Mungu aende kuwapa afya, Mungu aende kuwapa maisha marefu kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Mtoto wa Mungu, basi ujumbe wa leo unaendelea kutuitia tena kuwa na upendo, na hasa wakati tunaendelea katika kipindi cha Karisma. Maana Karisma ambao kanisa ya mama ambayo inatuitia kuwa ni wakati wa toba na msamaha, ni wakati wa kuonesha matendo mema, ni wakati wa kutafuta sana uso wa Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kutafakari upendo wa Mungu msalabani. Maana upenda aliyotupenda akaweza kutundikwa msalabani badala ya mimi na wewe. Mimi ndio nilikuwa nimestahili kutundikwa msalabani, mimi ndio nilikuwa nimestahili kwa sababu ya maovu yangu, kwa sababu ya maovu yako, lakini tumekombolewa ni kwa neema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Wakati huu ni wakati wa kwenda utafakari upendo huo, tukamwige Kristo, tukatafakari upendo wake, nasi tuweze utenda mema. Haleluya.